Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia mambo mbalimbali kutokana na sera au historia za Uislamu na maeneo ambayo ni matukufu ya miji ya Maka na Madina na katikati yake maeneo ambayo yana sera na historia mbalimbali juu ya Uislamu. Na napenda kutoa maelezo madogo katika jambo hili ya kwamba sera zote hizi au historia zote hizi ambazo sisi huwa tunazizungumza, tunajaribu kuzifupisha, kuzungumza tu kwa ufupi tu, ili yule anayepita maeneo hayo au anayesikiza video hizi angalau apate ufupi wa kufahamu mambo haya. Lakini sera hizi ni ndefu, maneno haya ni mengi ambayo kama msikilizaji atataka kuyajua na kuyasikiliza kwa urefu wake, basi yanahitaji muda mwingi, yanahitaji nafasi kubwa sana, yanahitaji kusoma kwa wingi. Lakini sisi tunajaribu kufupisha, kuzungumza ili angalau mtu apate tu ile picha ya eneo tunalolizungumza. Leo inshallah tutazungumza kuhusu historia ya mji wa Taif. Mji wa Taif ni mji ambao uko kusini mashariki mwa mji wa Maka. Mji huu ni mji ambao una historia katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya miaka 10 ya utume wake katika mji wa Maka, alifiliwa na vipenzi vyake viwili, yani mke wake Bi Khadija radhiyallahu anha na ammi yake Abu Talib. Baada ya kufiliwa na vipenzi vyake viwili na ambao walikuwa ndio nguzo kubwa kwake, kwa sababu Bi Khadija alikuwa akimsapoti Mtume sallallahu alayhi wa sallam kipesa, kimawazo, kifikra, kumpumbaza, na ammi yake ambaye ni Abu Talib, huyu alikuwa ni mtu anayeheshimika sana katika kabila la Makuraishi. Kwa hiyo wakati mwingine ilikuwa ni sababu ya watu kuto kumdhuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kipindi hiki ambacho kulitokea vifo viwili hivi, mwaka huu ulipewa jina ukaitwa mwaka wa huzuni. Baada ya huzuni hiyo kubwa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliamua kuondoka katika mji wa Maka na kwenda katika mji huu wa Taif, mji ambao uko takriban kilomita 110 kutoka katika mji wa Maka. Yeye akiongozana na Zaid bin Harith. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikwenda katika mji huu akitarajia kwamba huenda pengine huko atapata wafasi wengi zaidi kwa sababu katika kipindi chote hiki katika mji wa Maka alikuwa na watu wasiozidi 170 waliokuwa wamemfuata. Mji huu wa Taif, kati ya makabila ambayo yanaishi katika mji huu, moja ni kabila ambalo ndio kabila la mama aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bi Halima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotoka kwenda katika mji huu, aliwafuata wakuu wa makabila yaliyokuwepo katika mji huu. Katika mji huu inasemekana kulikuwa na makabila makubwa matatu. Kwa hiyo aliwafuata wale wakubwa wa makabila na kuwaelezea kuhusu Uislamu na kuwalingania katika dini na kuwataka wao wawaambie wafuasi wao kwa matarajio kwamba hapa atapata wafuasi walio wengi, hasa akiona kwamba huu ni mji ambao yeye ana historia nao, ni mahali ambapo mama aliyemnyonyesha ametoka katika eneo hili. Lakini matokeo yake viongozi hawa wakamdharau, wakampuuza, wakaona kwamba kukubali jambo hili ni kama wao kujiteremsha na kutaka kunyang'anywa ufalme wao, na wakatuma magenge ya vijana na watoto ili wamshambulie kwa madongo na mawe kuhakikisha kwamba ametoka nje ya mji huu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaanza yeye pamoja na Zaid bin Harith kupigwa mawe na madongo na vijana na watoto wa mji huo. Zaid bin Harith alijitahidi sana kuhakikisha kwamba anazuia Mtume sallallahu alaihi wasallam mawe yasimfikie, lakini kwa sababu mawe yalikuwa ni mengi sana, yalimpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawajeruhi sana, na damu nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Zaid bin Harith radhiyallahu anhu ziliwatoka. Walipotoka nje kidogo ya mji huu, kulikuwa na eneo ambalo kulikuwa na bustani, wakaamua kupumzika eneo lile
na kupumzisha yale maumivu waliokuwa wakiyapata katika miili yao. Katika eneo hilo la bustani hiyo ambayo kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Utban bin Rabia ambaye hakuwa katika Waislamu, huyu alikuwa ni katika Manaswara inavyosemekana. Yeye na ndugu yake walikuja kumsaidia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakampa chakula, wakampa matunda, wakamwangalia ili kupata kumpa nguvu ya kuweza kurudi katika mji wake wa Maka. Na hatimaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipopata nguvu akaongoza safari ya kurudi katika mji wake wa Maka. Akiwa anaingia katika mji wa Maka, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata tabu na aliona kwamba sasa mimi naenda katika eneo ambalo watu hawatonikubali tena, watu sitokuwa na nguvu nao. Akawa anapata huzuni kubwa sana. Lakini wakati alipokuwa amepumzika katika bustani ile kutaka kurudi zake katika mji wa Maka, Jibril alayhi salam alimfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, tutamleta malaika wa milima, mpe amri katika kile unachokitaka, kwa kuwa eneo lile ni eneo la milima, ili hata kama inawezekana kuifanya milima ifunike ule mji, watu wagharikishwe katika eneo lile. Lakini kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rahmatan lil alamin, ni mwenye huruma juu ya viumbe. Kwa hiyo yeye alichofanya ni kuwaombea dua na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika kizazi na migongo yao kutoke wanawachuoni na kutoke watu ambao watakuwa ni wenye kuuhami na kuutetea Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alirudi katika mji wa Maka akiwa na huzuni kubwa, na alirudi katika mji wa Maka akawa hana tena furaha na raha, kwa sababu vipenzi vyake, nguzo zake walizokuwa wakimsaidia walikuwa wameshaondoka. Hiki ndicho kifupi cha historia wa mji wa Taif. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie ibada zao wale waliokwenda katika maeneo haya, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na sisi wenye kwenda mara kwa mara. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.